Hivi baba Dennis gani aliyokuidhinishia kwamba utafute mchumba huko mjini? Hivi kweli unaweza kujiamulia kuoa huko bila sisi? Ona hivi mwanao ana akili kweli? Lakini baba, katika swala zima la ndoa, mimi ndio najua muda mwafaka. Muda mwafaka kuoa na nani wa kumoa, lakini sio kuchaguliwa na mtu yoyote. Unamuona mwanao jeuri na kiburi chake. Kwa hiyo umeona sisi wazazi wako si mtu yoyote. Unadhani kwamba una akili sana kuliko sisi wazazi wako tulie kutoa hapa duniani na kupatia elimu hiyo inayokupa kiburi sasa hivi. Na hiyo elimu yenu ndio inayowadanganya mkafanya maamuzi wenyewe mnayoyataka bila kuzingatia mila na desturi. Nyinyi wazee, naomba nieleweke hivi. Sio kama nawapinga ama nawadharau katika kauli zenu. Hapana. Lakini nataka niwakumbushe kitu kimoja kwamba kila binadamu ama kila raia hana haki ya kumchagua yule anayempenda, kwa sababu kama mwanamke nitaishi naye mimi katika nyumba. Kwa hiyo hata kumchagua inabidi nimchague mimi wazee. Halafu unapokuja katika swala zima la ndoa, wazazi wangu, hakuna kitu kibaya kama ukikosea kuoa ama kuolewa, unakuwa unaharibu system nzima ya maisha yako. Unapokuja katika ndoa wazee, unaingia mkataba wa maisha kwamba huyu ndio mwanamke nitakayemchagua mimi na nitakayeoa naye mimi. Kwa ukikosea wala kuharibu system za maisha yako. Na ndio maana nasemaje wazee, siko tayari kuchaguliwa mke na mtu yoyote yule. Kaka, lakini ni vyema ukamsikiliza mzee. Mimi mwenyewe sikubaliani na wewe. Hao wanawake wenu wa mjini hawana maarifa wala utamaduni wote. Sikiliza Magongo, naomba kabisa katika swala hili usiingilie. Kabisa. Magongo, naomba tuheshimiane. Subiri muda wako ufike wa kuoa ndio mzee akuchagulie. Lakini mimi kwangu hapana, haliwezekani. Umemaliza Dennis? Nimemaliza. Umemaliza na kuuliza? Nimemaliza. Shika adabu yako Dennis. Nakwambia shika adabu yako. Hapo unavyoongea na watoto wadogo, umesikia? Cha msingi ninachokwambia, mtu anahitaji kuoa lazima afahamu kina kwa wazazi walikotoka. Umesikia wewe? Mimi na mume wangu au mimi na baba yako tumeshakuchaguliwa msichana ambaye sisi wazazi wake tunafahamu kwa matano na Magongo, na wewe binti utamuoa. Hapana mama, mimi sioni kama hicho kitu kina umuhimu sana ambacho umekiongea. Cha muhimu ninachokiona mimi hapa ni kumchagua yule ninayempenda mimi ambaye ni Sara. Full stop. Swala wazazi mama linakuja baadaye, kwa sababu kimsingi kwamba hakuna binadamu asiyekuwa na mzazi. Manake hata Yesu aliyotukomboa sisi wenye dhambi na mzazi. Kazaliwa na Maria. Bali sio na dharau mtoto. Hiyo wewe. Umeona? Alafu anaongea na sisi, anacheka kabisa kama yuko kwenye dance. Sasa, hivi mwanangu, mimi nitaweka wapi sura yangu na huyu mchumba niliyekuchagulia baba? Nimesha posa tayari Sasa hapo ndipo mlipokosea wazazi wangu kabisa. Manake hamwezi kupeleka barua ya posa bila kunishirikisha mimi mhusika. Jamani, nasemaje? Narudia tena. Sitokubali kuchaguliwa mke wa kuoa na mtu yoyote yule. Full stop. Kimya Dennis. Sasa kuanzia sasa baba, wewe nenda tu mjini na hayo mapesa yako. Nenda tu na mapesa yako na kiburi chako. Mimi ukisikia nimekufa mkali, usije kunizika. Ukisikia kapa mama Dennis, usije kumzika, tutazikwa na majirani. Ondoka tu baba. Lakini mama, ondoka baba. Sio wewe. Lakini kwa nini mama mzee anakuwa na kauli kali kama hizo? Pote mbali. Asante baba. Pesa tu hizo. Hakuna lolote. Magongo, umejionea pesa hii. Sasa najua tu na wewe kesho na kesho kutu utakapopata pesa unaweza kuwa zaidi ya huyo. Fanyeni tu.
jeuri na kiburi chake. Kwa hiyo umeona sisi wazazi wako si mtu yoyote. Unadhani kwamba una akili sana kuliko sisi wazazi wako tulie kutoa hapa duniani na kupatia elimu hiyo inayokupa kiburi sasa hivi. Na hiyo elimu yenu ndio inayowadanganya mkafanya maamuzi wenyewe mnayoyataka bila kuzingatia mila na desturi. Nyinyi sasa, kuanzia sasa baba, wewe nenda tu mjini na hayo mapesa yako. Nenda tu na mapesa yako na kiburi chako. Mimi ukisikia nimekufa mkali, sije kunizika. Ukisikia kapa mama Dennis, sije kumzika, tutazikwa na majirani. Ondoka tu baba. Ninavyomjua mzee mkali hapa tayari imeshakoroga. Sijui nitaanzaje kuyanywa. Inaonyesha ndoto za kumwoa Sara sasa zinaanza kuingia na nuksi. Sijui nifanyaje. Lakini ninatakiwa kuwa jasiri katika kile ninachokiamua. Vinginevyo watakuwa wakiniingilia katika kila jambo. Siko tayari kwa hilo. Sweetie, bora umerudi penzi. Mimi kwa nimekumisi. Sio ndio ukionekana kukumisi. Baby. Pepe, mbona uko hivi? Wazazi wazima? Ni hadithi ndefu sana Sara. Wazazi wazima lakini usalama hakuna kabisa. Kwa sababu ni hadithi ndefu kidogo Sara. Lakini nimekwaruzana sana na wazazi wangu sana kabisa. Kwa hiyo ningeomba sasa hivi uniache kidogo kwa sababu akili yangu haiko sawa. Okay? Kacho wewe. Mume wangu siwe na hasira. Unafahamu fika watoto sasa hivi jinsi gani walivyo. Wewe, watoto gani? Mtoto niliyemzaa mimi hawezi kunikalia kichwani. Yeye nani? Ya wewe sio mimi. Mzee sikiliza. Wewe hapo utakiwe na hasira hata kidogo. Kama Dennis yeye akuheshimu, anakudharau, mzee wangu mimi nakuheshimu na nakupenda tena sana tu. Na hilo unalitambua. Sasa wewe ndio mtoto mzuri wa kurithi mali zangu. Sio Dennis. Kuanzia sasa sihitaji Dennis harithi au wamiliki mali zangu, kuanzia mashamba, nyumba, sijui na vingine vyote, hata hili jengo. Ukisema utakuwa unakosea. Nikukumbushe mzee mkali. Hivi unakumbuka watoto wale mashamba waliwaandikisha? Hususan Dennis ameshachukua atake kupitia serikali ya kijiji. Kwa hiyo yale mashamba anamiliki kihalali. Naomba utambue hilo. Unasema? Kwa hiyo nataka kuniambia mimi nikikupa changu wewe japo kwa maandishi na sasa umenifanyia sivyo na kitaka changu utaninyima? Na unacheka nini? Huo ujinga unaocheka. Sikilizeni wazazi wangu. Usikia mzee? Mimi nina njia mbadala ya kumaliza hili swala tena bila ugomvi wala nini. Wewe magongo. Nimeshindwa kumaliza mimi baba niliyemzaa. Utamaliza wewe uliozaliwa naye? Kwa hiyo mimi uniamini, si ndio? Kwa hiyo Dennis, unataka kuniambia kwamba wazazi wako wamekataa kabisa mimi kuwa mkeo? God. Unadhani tutaishije kwenye hiyo hali? Sikiliza nikwambie kitu kimoja Sara. Binafsi mimi sitojali kwamba ukikubali au la. Cha msingi tu mimi nakuhitaji, ninakubali wewe. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kitu kimoja au nikwambie kitu kimoja kwamba ndoa hii itafungwa hata nchi nzima kinisusia. Ili mradi tu mimi na tumekubaliana kufanya hivyo. Kwa hiyo niambie lini tutafunga ndoa hiyo, niwapelekee taarifa wazazi, wasikubali, wakubali, ndoa itafungika. Kwa sababu mimi na wewe tuna maamuzi ya kufanya kitu tunachokitaka sisi, ili mradi tusivunje sheria ya nchi yetu. Full stop. Mimi sina kipingamizi na wewe kabisa Dennis. Lakini nachojua mimi wazazi waga wana maamuzi makubwa sana kwa watoto wao. Sasa yani sijui itakuwaje. Sio kwangu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi sitokuwa tayari wazazi wangu waharibu maisha yangu. Sitokubali. Kwa sababu wazazi wangu wana maisha yao na mimi na maisha yangu. Kwa hiyo mimi nachagua yule ninayempenda. Mimi nakupenda wewe, unanipenda mimi. Umeelewa? Kwa hiyo kwamba amini tu kwamba mimi ni mwanamume wa maisha yako na wewe ni mwanamke wa maisha yangu. Na wewe ni nusu ya maisha yangu. Wewe ni nusu ya mwili wangu. Siwezi kusimama peke yangu, lazima nikutegemee wewe. Kwa nataka nikwambie kitu kimoja tu.
ndoa lazima ifungike. Labda kama una pingamizi lingine lolote. Mimi sina kipingamizi. Niko tayari. Yes. Nimefurahi sana kusikia msimamo wako huo. Wewe ni mwanamke jasiri. Sasa wewe ndio kufananisha na simba. Okay? Okay. Kwa hiyo lazima ndoa hii ifungwe. Kwa hiyo cha msingi tu kuanzia kesho ni kwenda kufanya shopping ya maandalizi ya sherehe yetu. Okay? Hata basi mwako unaweza kuniangusha, eh? Kambe. Karibu binti. Nashukuru shosti. Mambo. Poa. Unajua kitu kilichonileta hapa kwako? Yaani kule nimekaa kile ikai sawa. Yaani tangia uniambia habari zile za Sara zile. Mpaka leo sielewi nini kinachoendelea. Hebu niambie. Ndoa ipo hamna? Judy. Msembo unapenda umbea hivyo? Mwanamke umbea babu eh? Ulisikia wapi mwanaume mbea akasuto? Leo ndo kuniambia ndio chokutoa nyumbani kuja mpaka hapa kunizema masuala ya Sara. Sasa unataka kinilete kitu gani hapa kwako? Hebu niambie, mbona unachelewesha? Ndoa za watu tu tunapenda kuzungumzia kwako je? Sawa, nakujaje? Anyway, sasa mlichokuleta. Sasa nikwambie. Anytime mwenye masuala ya Sara sielewi. Sasa uyaelewi vipi? Jamani, wewe unahitaji umbea? Basi mpe nafasi ya kuzungumza na mimi. Sawa. Yaani tukizungumzia swala zima la Sara, hasa harusi yake, hata mwenyewe sielewi kinachoendelea nini. Kwa sababu nilivyokuambia mpaka dakika hii hajaniambia hata hivyo vikao vya harusi tunaanza lini. Sasa hiyo ndoa ipo au haipo hata sielewi mwenzangu. Sasa Viki, ikiwa wewe ndio uko karibu sana na Sara, leo unaniambia hujui kama vikao vimeanza au havijaanza eh? Hebu tuambizane ukweli. Hapa ndoa kweli ipo? Au ndo mambo yetu ya show mjini? Maka niambie, mimi sielewi kabisa. Unacheka nini? Judy, sana rafiki yangu sana. Tena ni zaidi ya rafiki. Na namuelewa vizuri, ana mtu anamjia zaidi ya mimi. Sana anaga tabia show. Kwani afanye show? Beside, ni msichana ambaye ni educated, anijielewa anatakani katika maisha yake. Hawezi kufanya pumbavu kama eti atangaze ndoa afu hamna ndoa. Cha msingi labda anajipa muda au ndo yale mambo ya kusema sijui ndo mguu nje, si ndo mguu ndani au ndo ndoa ipo, hawaipo. Mimi na wewe hatujui mama. Unajua unachonishangaza wewe ni kitu kimoja. Unaongea kwa uhakika na kujiamini. Mimi nahisi kuna kitu unanificha wewe. Nakuficha nini? Sasa kwa taarifa yako mimi pia nitaupata. Si unajua? Kawaida yako. Napenda umbea. Utajali nakusaidia. Hebu nipe juice mimi bwana. Soka hawa. Wewe sijapata. Kaka kuchukulie. Baby. Unahakika umekumbuka kila kitu? Nimekumbuka kila kitu. Unajua nataka nifanyaje? Ndani ya mwezi huu, yani kila kitu imeshakuwa tayari. Unajua mimi haya mambo nataka nipeleke faster eh? Faster. Hakuna kuchelewesha mambo. Yaani wiki moja tutakobaki ni kwa ajili ya kuandaa ndugu, jamaa na marafiki. Basi mambo mengine yanaendelea kama kawaida. Bibi bwana, mbona huu mwezi mbali sana jamani? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Siku zote mambo mazuri hayatakiwi haraka. Hebu tena tunachelewa bwana. Maduka atafungwa kwa mama.
Hapana bwana. Unafikiri hiyo pinki haipendezi? Pinki haipendezi mtoto kiume bwana. Sasa pinki ni watoto wa kike. Hebu angalia hiyo labda vipi? Hii Yes. Hii yenyewe bwana. Si unaona tena jiji na bwana. Sasa tafute suti ya kugonga ile siku yetu. Hii unaionaje? Hii nadhani hii nitagonga siku yetu ya fungati la kwanza kabisa. Ndio naigonga hiyo. Unaionaje? Hilo nadhani hiyo itaendana na rangi yako. Yes baby, naendana na mimi. Hebu nafikiri mimi ni mtu wa kubahatisha. Mimi na choice bwana, ndio maana nimekuchagua wewe. Nafikiri nibahatisha kufanya hivyo? Wala sikubahatisha. Hamna bwana, umebahatisha tu. Au kuna mtu kakulengesha wewe? Wewe kuna mtu akulengesha. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Katika maisha yetu wote tukishaoana, yani tutagonga pamba. Yani mimi umri wangu ni henga. Ngoja kaivaa hapa ikatai. Baby. Yes. Nataka nikuulize kitu. Hebu kwanza ngoja. Kama tai. Vitu zako nazisahau Niulize baby, nakusikiliza. Hivi? Yes. Unaniambia kwamba ile nyumba uliojenga pale kile kiwanja umepewa na babako, sio? Yes, kwani kuna tatizo juu ya hilo? Ama tatizo, ila ushabadilisha jina kubadilisha kwenye jina lako? Kile kiwanja? Yeah. Bado, lakini kwani kuna tatizo lolote juu ya hilo? No, but anyway, tutaongea nyumbani penzi tukipata muda. Sawa? Okay, basi mna shida. Kwa tuendelee na mambo yetu. Tukimaliza hapa kwenye duka la nguo za kike, alafu kwenye nguo za harusi. Hakuna kuchelewesha mambo. Niweka kitu toa kitu. Naam, hata unaacha hata nguo. Si nimesahau hata mfuko hapa. Huo kwetu au? Wetu. Sikuna vile viatu vyako tumenunua pale juu. Haya. Bwana mzee. Haya, fanya mambo mahesabu kila kitu. Wow. Yes, umependeza sana. Yaani hapo huko bomba. Toto. Kwa kweli baby, umependeza kupita kiasi sana tu. Mimi najua kwamba wewe katika huo mwili wako huwa haikatai kitu. Hata ukivaa gunia unapendeza. Lakini cha msingi nachokiona mimi kwa macho yangu, sababu na jicho la kuona. Basi gonga hata kidogo mama, utaniangusha wewe. Umesikia? Sasa fanya mpango ujaribie shira lingine. Yes. Bwana Please baby, do that. Sudi zangu mimi nimepata pesa kweli. Kwa nini kidogo upate shira kweli? Hilo sio baya, lakini jaribia lingine tuone naweza kupata kuliko hilo. Please do that. Sikia. Baby. Hapana, what do you think kwa hii hapa hii? That one, hiyo ya kwanza. Yes. Hebu kajaribia hilo. Tuone itakuwaje. Okay. Mtoto. Unapojishaua. Bwana mama bwana yakamilika sawa na watu kunichokonoa tena lazima afunge midomo yao. Baby. Yes. Unaona mambo haya yanaitwa mwake. Sasa hapo umependeza. Sema pendeza sana. You know what? Natamani harusi iwe hata kesho. Sio mwenyewe umepeka mwezi. Hamna, mambo yanakuja haraka tu. Sasa mama, hapo sina pingamizi tena. Imepita kwa kula zote. Yaani kama mgombea wa CCM lazima ushinde kwa kula nyingi. Hiyo imetosha. Kaiweke. Tuchukue kabisa. Mambo yashakuisha. Bibi bwana, twende hivi. Mpendeza sana. Hebu gonga kidogo basi. Utaliangusha wewe mtoto.
Wewe sikia nikwambia kitu kimoja, wewe kabadilisha uso kuondoka hivyo bwana. Kwani harusi tumefunga leo? Kabadilisha mama. Sasa ndio umenishitua. Hebu kwanza chesi kutembea kwanza. Suzi. Sikiliza. Sasa fanya hivi. Nenda kwenye gari. Uteremshe mizigo. Peleka juu. Kwa mwangalifu. Sawa. Haya, kimbia. Sweetheart. Yes. Yaani katika siku naisubiri, basi ni siku ya ndoa yetu. Na naamini nitakuwa mke bora. Kwa nini unakuongea wewe unaja kuongea? Kwa sababu mimi najua fika mimi ndio mke bora kwangu. Okay? Aha, kaka. Karibu. Ondoa shaka. Sasa ndio ugeni wako, ndio? Sasa leo sisi ndio wageni wako. Shemeji kama kusaidia Kama wala usiwe na haraka na salamu. Kanisalimia baadaye kama mwanangu. Ndio, lakini nini Dennis? Lakini ujio wangu hapa sina la zaidi, nimeleta mke wako huyu. Hebu ona mlipomanana kuanzia rangi mpaka mavazi, na haya ndio mavazi ya upendo, sio hiyo chaburu cha njano nene. Lakini mzee, mimi ni malengo yangu mzee, na unajua hivyo. Yapi? Sawa, lakini mzee, sio chaguo langu. Mimi nampenda huyu. Sasa kama huyu sio chaguo lako, tafuta baba yako mwingine akuletee chaguo lako. Simamo gani? Unataka kujenga nini? Mbingu? Unataka kununua ardhi wewe? Okay. Sasa kama utaki mke niliyokuletea mimi, unataka huyo kahaba uliompata ulikompata, huyo ni wa kwako wewe, mimi wa kwangu ni huyu juu yako. Mashati yangu yako hivi. Kisheria tunakwenda. Mwenye ardhi ndiyo mwenye jengo. Kwa hiyo hii nyumba sasa hivi ni yangu, si yako. Toa takataka zako zote ndani ya nyumba hii, iwe kibiriti au sindano ya mkono, hata jengo langu. Asante, nimemaliza. Kama utaki mwanamke huyu niliyoleta mimi, amri zangu ndio hizo na mashati yako. Lakini mzee, baba. Mzee nitendee yake, lakini mzee hivi. Hilo nataka utendewe haki na nani? Si umekataa kutendewa haki na mimi, sasa tafuta baba yako aliyekuzaa utendee haki. Twende baba. Twende. Tujeuri ache akae na jeuri yake na atakula jeuri yake. Shemeji siko nyumbani, sawa? Naomba unionyeshe wapi niweke mizigo yangu. Excuse me. I'm the housemaid. Hata hivyo wewe sio mke wa Dennis, mimi ndo mke wa Dennis. Shut up. Tabia umeingia katika nyumba hii. Umeanza unichokonoa chokonoa tu. Mimi nanuka. Wewe unanuka ndio. Wewe Dennis. Wewe ukuzaa mimi nimezaa wewe. Nataka nikwambie kitu kimoja.
Huyu umemkuta hapa hapa. Sawa, unatakiwa umheshimu. Hivyo dada. Kwa nini unamng'ang'ania mume wangu? Ujui kama huu ni usiku na mimi namuhitaji chumbani? Hivi wewe. Hivi nikuulize swali. Mzee kakutoa wapi wewe? Mzee kwani kakutoa shamba au umempiga kabobo wewe? Tena sipendi ukae hivyo na mume wangu. Katika maisha usisubutu tena kumshika huyo mwili. Acheni kujidanganya. Hapa ondoke mtu mwanzo mwisho. Sikutambui mimi wewe. Wewe ni jinamizi. Umejileta na kujipendekeza katika nyumba hii. Sikutambui. Kama upendi utaisoma namba. Umefika kituo lazima ushuke na utuache tuendelee na safari. Mimi nimeshachoka, nimechoka. Yaani sijui kwa kweli, yaani nimechoka kabisa, mimi hata sielewi. Kama utakaidi amri yangu, ndio utanijua mimi ni nani. Wewe pamoja na huyu awara yako. Unatoa kauli mbovu kama hizo mzee. Sasa kama kauli yangu mbovu, peleka garage. Hivi wewe binti, huko huna baba na mama yako ukaenda ukaweka makalio yako. Nang'ang'ana tu hapa. Ni marufuku wewe unajiita Sara kushika kitu chochote ndani kinachomhusu Dennis. Kama hutaweza kumheshimu, utaondoka wewe, utamwacha huyo hapa. That's enough. Kwa kuondoka ni huyu malaya wako. Enough is enough. Enough. Don't touch me. I say don't touch me. Nitakapotoka shamba hii tuongea bali ya kaka yake. Hii ataondokaje kile kitu mimi? Kilichobaki mimi ni mtume magongo kwa kaka yake tu. Maana naona hata akieleweka. Wewe unamwona kufuta mwenzi. Jamani, wazee wangu, hebu naomba nieleweke hivi. Sio kama nimewadharau ama kuwapinga mnachotaka nyinyi. Lakini wazee, nataka niwakumbushe kitu kimoja tu. Kwamba kila binadamu au kila raia ana haki na uhuru wa kumchagua yule anayempenda. Unajua ngoja nishakumbuka basi. Nishakumbuka. Okay, Lori? Action. Kila binadamu ama raia ana haki na uhuru wa kumchagua yule anayempenda. Fatini. Sabati yake haioni kamera zaidi. Hivyo sana. Voganda. Sawa familia. Sulima. Hey! Namalizia pale, tutaweka hapo sura zetu. And action. Tutaweka wapi sura zetu baba? Jamaa watu wanatunza mabosi namna hii. Haya bwana.
Vijana watu wanaibua ona tulima. Subirini tu, siku ya kuwaka moto tu, hatoki mtu. Cheza na mimi, cheka tu, iko siku talia. Mazoea. Wewe Umeona? Anaongea na sisi, anacheka kabisa kama yuko kwenye dance. Wewe. Ai, nikunika. Kiputeni ndio. Mama kanipa kitu nami nikakirusha kule. Action. 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 Ngoja mimi nimeganda hapo. Kaka. Action. Sasa action inaanzia wapi sasa? Maneno kusema hivyo. Hizo ndio semi za wahenga. Sawa na wahenga wanasema anayekutwanga shavu hili mpe na hili. Sasa kwangu mimi mkali sio. Ukitwanga mimi shavu la kushoto, mimi natwanga la kulia, we 5 6. Kwa mzee umesaita kwani ya kwako. Si ndio maana yake? Mimi sio kuchezea bwana. Mama yako anashika adabu. Oh. Sitaki mchezo mimi. Nanyanyua napeleka juu. Kileta masiala. Si huyo muulize. Wewe unafikiri kifua chako hicho ndio na mimi? Na kunyanyua haki ya mama. Kiliuzi mimi. Wewe. Baba. Abi. Haya sasa. Haya sasa. Sikia kinene cha tabia cha mzee Yusuf anaimba. Alama. Ngai wa Gikuyu niritheru na maona niriamure nirire Gikuyu ige ritikana gwetwo nendo mena itheru tondu ri inya uhoro uria maiguire na matu na makiona ti wa Gikuyu matiathaithĩkire mekire